Israel imeshambulia tena ukanda wa Gaza kutokea angani, huku jeshi la Israel likitayarisha vikosi vya ardhini na kuwapa mashambulizi dhidi ya eneo hilo yataendelea hadi pale ambapo Hamas itakapowaachia mateka wote waliochukuliwa Israel. Hayo yanakuja wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani ambaye ni Anton Blinken, sambamba na shehena ya silaha kutokea nchi yake. Viashiria hivi ni viashiria ambavyo vinatoa idhini kwa Israel kuendelea na mashambulizi yake kwenye ukanda wa Gaza katika kile ambacho kinaitwa ulipizi kisasi kwa uvamizi ulioua raia kadhaa siku ya Jumamosi. Mtandao wa DW Kiswahili umeripoti ya kuwa mashirika ya misaada ya kimataifa yameonya kwamba hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya zaidi kwenye ukanda huo ambao hata kabla ya mzozo wa sasa ulishakuwa taabani kutokana na mzozo wa kudumu wa Israel. Tangu Jumatatu Oktoba 9, Israel imezuia kabisa ufikishwaji wa bidhaa muhimu na umeme kwa mamilioni ya watu wanaoishi kwenye ukanda huo na imekataa kupitisha chochote kutokea Misri. Hakutakuwa na switch hata moja ya umeme itakayowashwa wala gari lolote la mafuta ambalo litaingia hadi mateka wote wa Israel warejeshwe nyumbani. Hii ni taarifa ambayo ilitolewa, lakini uvamizi wa Hamas dhidi ya Israel hapo Jumamosi umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1300 wakiwemo wanajeshi 247, idadi ambayo haijawahi kushuhudiwa nchini Israel kwa miongo kadhaa. Mashambulizi mfululizo ya Israel yameua hadi sasa zaidi ya watu 1530 katika ukanda wa Gaza kwa mujibu wa takwimu ya pande zote mbili. Hiki ndicho ambacho kinaendelea kati ya Israel pamoja na wapiganaji wa Hamas, lakini wanaowasilika zaidi ni raia ambao wasiokuwa na hatia. Na mapigano haya nini hatima yake? Mimi nawe hatuelewi, lakini ripoti kadhaa zitaendelea kukufikia hapa kupitia Tabora 24 Media pamoja na ZVP Online TV. Mimi naitwa Manon John, tukutane wakati mwingine kwa ajili ya taarifa nyingine ambazo zitaendelea kutufikia katika dawati letu la habari hapa Tabora 24 Media pamoja na ZVP Online TV. Usisahau kusubscribe